Matthew Silva, msaidizi mpya, manake ni mpya, wa mwalimu Pedro Goncalves, anakwenda kuwa mtu muhimu kwenye approach ambayo Young Africans watakwenda kuitumia kwenye mchezo wao dhidi ya FAR Rabat ugenini. Huyu niliwahi kuweka bayana kwenye moja ya video zangu wasifu wake kwamba ni kiungo mshambuliaji. Aliwahi kucheza kama kiungo mshambuliaji, alistaafu akiwa mdogo, hivi sasa ana umri wa miaka 34. Lakini miongoni mwa vitu vya msingi kiufundi ambavyo anavileta ni uwezo wa timu kufanya pressing, kwa maana ya kuanza kukabia kuanzia juu, lakini pia kufiatuka kwenye transition, mpinduko wa mchezo unapotokea. Huyu ni mwalimu ambaye wasifu wake unaonekana kuwa ni wenye kuridhisha katika kuisaidia timu kwenye upande mzima wa mpinduko wa mchezo, kwa maana ya transition, positive transition, kwamba tulikuwa tunazuia kwenye eneo letu, tumefanikiwa kupata mpira, hatuna idadi kubwa, lakini tunataka kwenda kufanya kitu katika lango la mpinzani. Hapo Matthew Silva ni mwalimu ambaye anaonekana kabisa anaweza kuweka kitu kikubwa sana kwenye meza ya Young Africans, lakini vile vile kwenye upande wa kufanya pressing. Sasa kwenye mchezo wa kwanza ambao ulichezwa Zanzibar, FAR Rabat akiwa ugenini, bila shaka Young Africans kuna muda walikuwa wanachagua kwenda kufanya pressing kwenye eneo la FAR Rabat. Kuna muda walikuwa wanajaribu kwenda kumtarget yule namba 6 wa FAR Rabat, Mohamed Himad. Kila alipokuwa anapokea mpira kwenye half time, Mudathir Yahya alikuwa anafika muda mwingi. Hata kuna muda center backs wa FAR Rabat walipokuwa wanapokea mpira, na hata goalkeeper pia Young Africans walikuwa wanamuona kama ni pressing trick goalkeeper wa FAR Rabat, kwamba kila akipata mpira wanafika kwa haraka kwenda kujaribu kumdhibiti. Lakini uhalisia ni kwamba Young Africans ambayo ina mwalimu msaidizi anayefahamika kama Matthew Silva hivi sasa itakwenda kufanya vitu katika namna ambayo ni yenye ubora zaidi, kwa sababu huyu literally wasifu wake unamtambulisha kama ni mwalimu ambaye anaweza sio tu kuweza kuisaidia timu kuwa na muundo wa kuweza kufanya pressing kuanzia juu, lakini namna ya kuchagua nyakati sahihi za kufanya pressing, uharaka wa kuifanya pressing. Kwenye pressing kuna vitu vinaitwa pressing trigger, viashiria vya kwenda kuweka shinikizo kwa mpinzani pale anapokuwa anaanzisha mashambulizi kwenye eneo lake, kwamba mpira wakiwa nao mabeki wakati ni trigger, pengine mpira ukiwa karibu na fullback akiwa pembeni kabisa ya kiwanja ni trigger, mnajaribu kutumia ule mstari wa pembeni kama mlinzi wa ziada kwa niaba yenu. Lakini pia pengine kiungo wa chini akipokea mpira kwenye half turn ni trigger hiyo. Sasa mwalimu kama Matthew Silva, kwa sababu wasifu wake unamtambulisha kama ni mwalimu ambaye anaweza kuisaidia timu kwenye kufanya pressing kikamilifu, maanake anaweza kuwapa Yanga njia nyingi kama sio zote za kuweza kutengeneza shinikizo lenye kujitosheleza kwenye eneo la FAR Rabat pale utakapokuwa na mpira. Na amini usiamini, kitendo cha huu mchezo kuchezwa bila mashabiki kinaweza kikaufanya kuna muda huu mchezo ukawa ni 50-50 kabisa. Yaani Young Africans watapress sana FAR Rabat, hicho ni kitu ambacho na uhakika nacho kabisa. Watajaribu kuwa press, watajaribu kuwalazimisha sana kufanya makosa, watataka mpira uwe kwenye eneo lao muda mwingi, Yanga wakiwa wana utawala ule mchezo, wakiwa nao na wakiwa hawana kwa kufanya pressing. Kwa hiyo kwa kusema hivyo ni wazi Matthew Silva kuna input kubwa ambayo atakwenda kuiongeza kwa wachezaji kwenye kuhakikisha kwamba wanajaribu kuwasakama FAR Rabat kikamilifu pale ambapo watakuwa wanaanzisha build up kwenye eneo lao. Lakini eneo jingine ambalo Young Africans watapata faida kutokana na uwepo wa Matthew Silva kama sehemu ya mtu ambaye atakwenda kuongeza ujuzi wa kiufundi ni pale ambapo Young Africans watakuwa wanazuia kwenye eneo lao, alafu watakuwa kwenye positive transition watakapoupindua mchezo kwa haraka kwenda kwa FAR Rabat. Huyu jamaa amecheza kama kiungo mshambuliaji, manake anaweza kuzijua njia sahihi za kuweza kuisaidia safu ya ushambuliaji Young Africans kuweza kutengeneza njia za kuweza kuwafikia haraka FAR Rabat kwenye maeneo ya pembeni, hasa ambapo fullbacks wanakuwa wanapanda kwa ajili ya kwenda kusababisha madhara katika lango lao. Kwa hiyo huyo ndo Matthew Silva bwana. Naamini vitu viwili vinakwenda kutokea kwa kiasi kikubwa sana kwenye mchezo wa ugenini dhidi ya FAR Rabat kutokana na uwepo wake kwenye benchi la ufundi. Pressing za kutosha zitafanywa, lakini pia transition ya Young Africans itaendelea kuwa hatari. Hivi sasa tumeiona tu Young Africans hata kwenye michezo ya kimataifa wanapokuwa na ushambulia uelekeo wa mpinzani kwenye transition wanaonekana kuwa ni hatari. Rejea mechi ya ugenini dhidi ya Ahli, nafasi karibu 2 za kwanza za hatari zilitokea kwa upande wa Young Africans, lakini hata kwenye ligi kwa ujumla pressing kwa upande wa Young Africans inaonekana inaweka vizuri, na hicho ni kitu ambacho nategemea kwa kiasi kikubwa sana kiweze kwenda kutengenezewa mazingira bora zaidi ya kuonekana na kuweza kuisaidia Young Africans watakapokuwa ugenini dhidi ya FAR Rabat pale Morocco.